Serikali ya Kibaki ni tajriba ya miaka mingi sana. Going forward, wewe kama kiongozi, the senior most kutoka eneo la Magharibi, wengi wanategemea ushauri wako. Tulikuwa pale kwenye function ya AFC Leopards na nilisikia shabiki moja akisema, na alikuwa maombi yake, next year tukikuja hapa labda Mheshimiwa Oparanya atakuwa naibu wa rais. Sijui maoni kama hayo unawachukulia aje? Unajua watu wakiwa na maoni tofauti huwezi kuwazuia. Kama ni maoni yao, mimi kuwa naibu wa rais, hiyo ni maoni yao. Lakini lengo langu ni kwamba nimeingia katika hii serikali ya broad based. Nimeona yale ambayo rais amefanya. Na huyo rais, unajua mimi nimekuwa upinzani miaka hii yote, lakini nimepata nafasi ya kuingia kwa serikali, na hapa awali pia niliingia kwa serikali ya Mwai Kibaki kama waziri wa mipango. Sasa nimeingia hii kuisikia kama waziri wa ushirika. But nikiangalia ile mipango rais ako nazo, ile maendeleo ambayo amefanya, ndio mimi ningeomba community yangu ya karibu mwa Kenya kwamba wakati huu hakuna kupambaika, tusimame na rais. Na nafikiria sisi tukisimama na rais, kwa sababu wakati uliopita mimi nilikuwa rafiki wa Raila Amolo Odinga wa karibu sana, na Raila Amolo Odinga alikuwa na umaarufu mkubwa katika siasa, lakini yeye hakufika kuwa rais wa nchi hii na umaarufu wake. Saa hii naona watu wengi wengine wanahangaika kwenda huku na kule. Mimi ningeomba tu, kwa sababu hii experience ambayo ninayo, tusimame mahali tuko saa hii, support Rais William Ruto, atatupeleka mbali. Na kupitia hapo pangine sisi kama watu wa magharibi mwa Kenya tutapata kuwa rais miaka zijazo kupitia kwake. Tumalizie kwa baraka za Mwenyezi Mungu na upendo wa watu wa chama chako ambacho ulikuwa chama cha ODM, wakiweza kukaa chini katika faraga ama katika NDC ama chochote kile, waseme Oparanya tusaidie kupeperesha bendera ya kumsaidia Rais William Ruto muhula wa pili, utakubali? Hiyo nitakubali, kwa sababu unajua huwezi kuwa kwa siasa na una hamu ya uongozi zaidi mpaka uwe na hiyo hamu. Ukiwa kiongozi na unaangalia hapo, ukiwa MCA utakuwa hapa MCA milele na milele, mpaka utarajie kuwa MP, utarajie kuwa senator au gavana au kuwa president. Na mimi hayo yote nimepitia. Ile imepaki sasa ni kuwa naibu wa rais au kuwa rais wa nchi hii, na huko ndio naendelea hapo, anaangalia kule mbele. Ukielekea katika hiyo safari, kuna jeshi nyuma ya viongozi vijana na kuzingira. Hata hapa naona una viongozi vijana. Kuna viongozi vijana pale katika chama cha ODM, wengine wameweza kujaribu kama ni kuondoka.